Oh, kumbe Bei naye amekuwa Mkristo na hakuniambia. Alinyamaza kwa sababu ya hofu, lakini moyo wake ulikuwa unampenda Yesu kimya kimya. Sasa najua si mimi peke yangu, hata ndani ya familia yetu kuna nuru imeanza kuangaza. Sasa nataka nimtafute Teddy. Oh, Teddy, mchumba wangu wa moyo. Nadhani atafurahi sana kusikia haya. Yeye ni mnyenyekevu, mwenye busara, na kila mara amekuwa akiniheshimu hata kwenye maamuzi yangu magumu. Nadhani naam, ataniunga mkono, na labda hata yeye alikuwa anasubiri mtu wa kumwelekeza kwa Yesu. Labda tutamtumikia Mungu pamoja tukiwa mume na mke. Ngoje nimpigie sasa. Siku hii ni ya miujiza, na naamini muujiza bado unaendelea. Ngoje nimtafute. Rafiki yangu Teddy, tafadhali nimekuita ili tuzungumze jambo moja, na jambo ambalo nilitaka tuzungumze ni kuhusiana na ahadi yetu ambayo tumekwisha kujiwekea muda mrefu. Tafahamu ya kwamba sasa ni wachumba na tunategemea kuingia kufunga ndoa, tuwe mume na mke, tuoane. Lakini mimi nimekutana na kitu ambacho kwa hakika kinanifanya nikueleze, kwa sababu kwa kuwa tuna mipango mingi ya maisha, ni muhimu pia ukalifahamu hili. Nimekutana na watu wa dini, mafundisho yao nimeyapenda, kwamba kumbe kuna Mungu. Sisi tunaishi tu ndio tunaona watu waenda makanisani, hatufahamu kwamba wanaenda kuabudu nini, kumbe wanaenda kuabudu Mungu. Tafadhali nilikuwa nakuomba kama ikikupendeza, na sisi tu wa Kristo, tuwe wacha Mungu, tu watoto wa Mungu, tu na sisi tunaenda kanisani. Nikaona nikueleze jambo hili tafadhali Teddy, rafiki yangu. Hapana. Kipindi hiki tumekaa, mbona nilikuwa haujui Mungu umenijulia wapi? Ndio, nilikuwa simjui, lakini sasa nimekutana nao watu wamenifundisha, wamefundisha Biblia kwamba kuna Mungu ambaye tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tu watoto wake. Hapana, Mungu hayupo. Mbona kipindi chote tumekaa tukijua Mungu hayupo? Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu mimi. Kwa sababu kipindi chote mbona mimi najuaga Mungu hayupo? Ni kitu ambacho siwezi kukubaliana nacho. Ni kweli, lakini hata mimi awali nilikuwa ninafahamu hayo, lakini sasa tumefunuliwa ukweli huu ya kwamba kumbe kuna Mungu tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tuwe watoto wake. Hapana. Mbona kipindi chote tunakaa hivyo bila Mungu na maisha yanaenda? Haiwezekani tukamtegemea Mungu sasa hivi. Hapana, tuendelee maisha yetu haya tu kumtegemea Mungu. Mbona Mungu mimi simjui na simtaki? Sasa kwa sababu nimesikia kwamba ukiwa unamwabudu Mungu ukifa unaenda mbinguni, usipomwabudu Mungu unaenda jehanamu, unachoma moto. Kwa hiyo inabidi tumwamini Mungu. Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu. Kipindi chote tumekaa wote, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho. Hapana, sitakubali kitu kama hicho. Sasa tutafanyaje sasa? Mimi kwa kweli nilikuwa nataka niwe Mkristo na mimi niwe mtu wa Mungu. Hapana, siwezi kukubali kitu kama hicho. Kama ndio hivyo basi mimi na wewe tuachane. Miaka yote tumekaa, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho, habari za Mungu. Mimi siwezi nikakubaliana kitu kama hicho. Siwezi nikakubali kabisa. Huyo Mungu mimi simtaki. Lakini Teddy, tumekaa siku zote hizo, alafu leo tu mimi kutaka kuwa mtu wa Mungu alafu niache? Hapana, hata mimi sikubali kitu kama hicho. Yaani wewe kama umeamua kufuata Mungu wako, fuate, lakini mimi hapana, siwezi nikakubaliana na kitu kama hicho. Ina maana miaka yote umenipotezea muda, umekaa na mimi nikijua kwamba tuko pamoja kama tulivyokuwa tunaishi. Sasa hivi kilichokubadilisha mimi sitaki kabisa. Yaani siwezi nikakubaliana na hicho kitu unachosema Mungu. Yaani sikitaki kabisa kwenye maisha yangu. Sasa mimi nitafanyaje sasa Teddy, tafadhali? Basi kama umeamua kumfuata wewe Mungu wako umfuate, lakini mimi na wewe basi sitaki. Tafadhali naomba Teddy, tuwe watu wa Mungu tafadhali. Mimi napenda tuwe watu wa Mungu, tuwe kama watu wengine. Hapana, mimi sitaki. Nimeshakwambia sitaki hizo habari za Mungu wako. Nimeshakwambia kama unataka mfuate huyo Mungu wako, lakini mimi simtaki huyo Mungu wako. Kuanzia leo mimi na wewe basi tuachane. Basi mwenyewe.
Mbona njia ya kweli na maumivu hivi? Nimekumbatia nuru, lakini kila ninayempenda ananigeuka kana kwamba nimevaa giza. Mama yangu aliyeninyonyesha sasa ananiita laana, na mpenzi wangu Teddy aliyeapa kunipenda milele amenigeuza mzigo, akanimwagia maji kana kwamba mimi si binadamu tena. Nini kinachopigania? Mbona kinaumiza zaidi ya pigo la mwili? Nimebeba msalaba bila kucha, najeruhiwa bila kuona damu. Machozi yanatoka, si kwa uchungu wa mwili, bali kwa kukataliwa na wale niliowaamini. Nimebaki peke yangu, kivuli changu tu ndicho kinachonitambua. Lakini hata kivuli changu kitaondoka giza itakapotanda. Lakini kama huu ndio wito wa kweli, basi na ubeba hata kwa magoti. Hata kama dunia itaniona mpumbavu, hata kama kila moyo nilioutegemea utanigeuka, basi na iwe, maadamu Yesu amenikubali. Wapendwa, mimi natembea huku na kule kueneza habari njema ya wokovu, ambapo ni kwa yule ambaye anakuwa tayari kusikiliza neno la Mungu na kuchukua maamuzi. Siku ya leo naenda kujifunza neno linalosema maamuzi uyafanyayo. Katika maisha tunayoyaishi, kila mmoja amepewa nafasi ya kuchukua maamuzi, aidha ya kutenda yaliyo mema au kutenda yaliyo mabaya. Katika maandiko tunaona habari ya ukombozi ambao Yesu aliufanya kwa ajili ya kila mwanadamu anayeamini, na kila anayechukua maamuzi ya kumfuata yeye ataokolewa. Katika kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Yesu alikuja katika ulimwengu huu, akakubali kutoa maisha yake na kufa kwa ajili ya wanadamu. Lakini baada ya kufa tulipewa ukombozi. Kila mwanadamu tulipewa neema ya kuokolewa. Sasa kila mwanadamu ana wajibu wa kufuata au kutofuata, na zipo njia mbili tu. Maamuzi uyafanyayo leo ndiyo ambayo yanadhihirisha kile ambacho utakipata baadaye. Katika kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 13, kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari, tuangalie katika maandiko. Anatuambia kwamba kila mmoja ana zawadi au mshahara ambao atapewa siku ya mwisho, na hiyo itapelekewa na kile ambacho umekichagua. Ni kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo. Tumeona Kristo alipokuja alidharauliwa, hakuhesabiwa kuwa ni kitu, akateseka msalabani mpaka akafa, na kufa kwake ni kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Na kwa sababu hiyo inapelekea kila mmoja kuwa na uhuru wa kuchagua, aidha mfuate yule aliyemfia au asimfuate. Kutenda yaliyo mema, unakuwa unamfuata Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili ya wanadamu. Lakini kutenda mabaya ni kuchagua kumkataa Yesu na kuenenda katika mwenendo ambao sio mzuri. Wapo wengi ambao wameishi katika ulimwengu huu wakifuata habari ya uchawi, na wanakuwa wachawi, wanaua, wanatesa watu, na kuna wengine wanapitia uzoefu mgumu wa uasherati, uzinzi, dhambi za kila namna. Wamechagua kumfuata shetani katika maisha yao, na hatimaye mshahara wao anasema utakuwa ni mauti. Lakini yule ambaye anatenda yaliyo mema, yeye mshahara wake utakuwa ni uzima wa milele. Lengo la Yesu kufa msalabani ni kwa ajili ya wote waweze kuokolewa. Nisikilize neno hili katika Yohana sura ya 3 mstari
mstari wa 16 na mstari wa 17. Yohana anaandika na kusema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo Mungu alimtoa mwana wake pekee ili kwamba kila anayemwamini huyu mwana aweze kuokolewa. Na Mungu hakumtuma Yesu ili ulimwengu uhukumiwe kwa ajili yake, lakini uokolewe kupitia yeye aliyekuja kuufia ulimwengu. Kwa hiyo maamuzi au chaguzi tuzitendazo ndizo zitapelekea hatima ya maisha yetu. Ukiamua kutenda yaliyo mema utaokolewa, lakini ukiamua kutenda yaliyo mabaya hatima yako haitokuwa nzuri. Lakini ushauri ambao ninautoa ni kwamba kila mmoja aweze kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na hapo ndipo tutaweza kuokolewa. Maana uchaguzi tuufanyao, katika kitabu cha Warumi Paulo anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ninakushauri na ninakupendekezea, chagua uzima kwa kumwamini Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Mungu awabariki. Tuombe. Baba uliye mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, sisi wanadamu wakati mwingine tumedanganywa na ulimwengu na kutenda sawasawa na ulimwengu, lakini tumeona mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Msaidie yeyote ambaye ametenda dhambi aweze kutubu, maana msamaha wako unaendelea mpaka sasa. Lakini yule anayetamani kufika mbinguni, msaidie atende yaliyo mema, ili hatimaye tuungane katika kuurithi uzima, lile jiji zuri na mji mtakatifu ambao wote watakao kukubali wewe wataishi humo. Nimeomba nikitumaini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Baba mtumishi. Baba mtumishi. Naam. Samahani baba mtumishi. Naam. Nilikuwa nakusikiliza kipindi unahubiri. Na yale yote ambayo unahubiri nilikuwa ninasikiliza. Kwa hiyo nikawa natamani niweze kujifunza mengi kwako. Yaani unajua cha kwanza nimepata tumaini na nimetiwa moyo. Kwa sababu nilivyokuwa nahubiri pale, nilikuwa nadhani yani wote yani wananipuuzia. Lakini kumbe ulikuwa unanisikiliza vizuri. Ndio, nilikuwa nyuma ya mabodaboda ambapo ulikuwa unahubiri, nilikuwa nasikiliza. Sasa nikavutiwa na somo ambalo umefundisha kwamba uchaguzi. Ndio, sasa nikaona unifundishe mengi zaidi. Nashukuru sana. Unajua, yani mimi nikiwa nafundisha pale huwa nina msemo mmoja kwamba ninapanda mbegu zitaota. Kwa hiyo kama umenisikiliza vizuri, hiyo ni habari njema. Sasa utakuja nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu ni ukipita hii njia kwa pale mbele. Si unaiona ile nyumba ya kule? Ndio. Sasa pale ndipo nyumbani. Kwa hiyo nenda ujiandae vizuri, ukipata nafasi nitakuwa nyumbani. Karibu sana. Sawa. Haya, karibu sana. Nimeshukuru sana kwa kunitia moyo. Maana nilikuwa nahubiri nadhani kwamba wote wananipuzia. Hapana, nilikuwa nakusikiliza. Nashukuru sana. Karibu. Enoki mwanangu, umeshaka vile vitu nilivyokuambia? Ndio baba. Sawa. Sasa kuna mgeni natazamia tunaweza akaja. Kama ukipenda unaweza ukaja tukajifunza neno, sawa? Karibu sana. Hapa ndipo nyumbani. Ninakukaribisha sana, jisikie huru. Asante sana mtumishi kwa kunikaribisha. Asante sana kwa kunikaribisha. Na ndo kama ambavyo tulizungumza, ukaniambia kwamba sasa
nitakuja nyumbani uweze kunifundisha kwa undani. Sasa nimeona sasa nifike ili uweze kunielekeza, kwa sababu nina kiu na nina hamu sana ya kumfahamu Yesu, na hata kwa lile somo ambalo ulikuwa unalifundisha pale sokoni limenigusa. Sasa nikatamani niweze kulielewa vizuri na kwa undani. Jamani, yaani nimefurahi sana kusikia hivyo. Sasa unajua, katika maisha ambayo tunayaishi kipo kitabu kimoja cha kuaminiwa, nalo ni Biblia. Ndiyo. Kitabu hiki Biblia ni kitabu kizuri mno. Kina vitabu 66 na ndani ya hivyo vitabu yameelezewa mambo yote ambayo wewe unahitaji kuyajua. Kwa hiyo cha kwanza, kuwa huru, jisikia amani kuuliza swali lolote, na tutajifunza zaidi na zaidi. Ninakukaribisha uwe huru. Cha kwanza pale, maana nimesikia umesema kwamba unahitaji kulijua zaidi. Ndiyo, unajua wakati mwingine watu huwa hawajali. Kama ulivyokuwa unaona, nilikuwa nafundisha, alafu baadhi ya wengine wanachukua pikipiki zao wanaondoka, wengine hata wasikilize vizuri. Kiukweli neno la Mungu huwa halipendwi sana, lakini vitu vingine unakuta vinapendwa sana. Lakini nimependa sana kusema kwamba umefurahia na ile somo. Yaani kiukweli Mungu atukuzwe. Nimejisikia amani na nafurahi sana kwa wewe kuja. Kwa hiyo nipo tayari kukufundisha kila utakalohitaji kujifunza. Jambo la kwanza, umesema unahitaji kulisikia vizuri somo. Yamkini tulivyokuwa pale, wale wa pikipiki walikuwa wanakupigia makelele kwa usikii vizuri, lakini nilikuwa nafundisha juu ya ukombozi ambao tuliupata. Na baada ya hapo nikawa nazungumza kwamba kila mmoja ana nafasi ya kuchukua maamuzi, chaguzi tuzifanyazo. Unajua, katika maisha kuna watu wamechagua kutenda maovu katika dunia hii, na kuna wengine wamechagua kumtumikia Mungu. Hivyo katika somo lile tulihitimisha kwa kusema kwamba uchaguzi utakaofanya ndio ambao utapelekea hatima yako. Na labda nilisoma mafungu kadhaa, lakini nitasoma fungu moja ambalo kwa sababu ulikuwepo na ambalo litakupa hitimisho au nitalielezea kwa undani kidogo katika hili. Katika kile kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, hapo ndipo ambapo niliweka hitimisho kwamba kila mmoja anachokitenda kuna mshahara wake. Katika kitabu cha Warumi sura ya 16 mstari wa 23, katika kitabu cha Warumi 6 sura ya 23, hapo ndipo anatueleza ya kwamba kila mmoja kila anachokitenda ana mshahara, kuna mshahara ambao ataupata. Anasema hivi 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo somo lile lilikuwa linajikita kwamba tuna nafasi ya kufanya uchaguzi. Kile utakachokichagua leo ndiyo matokeo katika ulimwengu ujao. Maana unaona huu ulimwengu tulionao, huu ni ulimwengu, lakini baada ya maisha haya kuna maisha mengine baadaye, na maisha ya baadaye yanatengenezwa sasa hivi. Ikiwa umechagua kutenda maovu sasa hivi, mwishoni mshahara wako utakuwa ni mauti. Lakini ukiamua kutenda yaliyo mema leo hii, ukatenda yaliyo mema ya kumpendeza Mungu, hatima yako ni uzima wa milele. Tumeandaliwa uzima wa milele kwa wale wote ambao watatenda yanayompendeza Mungu, lakini wanaotenda mabaya hatima yao ni uangamivu. Kwa hiyo ndilo lilikuwa somo ambalo tulikuwa tunajifunza pale, na nikatoa ushauri wa mwisho wa kwamba ninawapendekezea watu wachague kumcha Mungu ili hatima yao ukawe ni uzima wa milele. Kwa hiyo karibu sana. Labda unaweza ukawa na swali lingine linalohusiana na maandiko. Kwa kumbe kiujumla, kila kitu ambacho unakitenda hapa ndicho ambacho kinasababisha wewe hatima yako mwishoni, ya kwamba kinaweza kikakufanya upate uzima wa milele, lakini vile vile kinaweza kikakufanya upoteze uzima wa milele. Kabisa kabisa. Asante sana mtumishi, lakini sasa mimi nilikuwa nina changamoto moja. Hizi habari kabla hata sijazisikia kwako, maana wewe tu nimekukutiliza mpaka kusababisha kufika hapa kwako. Nilikusikia pale sokoni unahubiri,
lakini mara baada ya kuhubiri sasa nikavutiwa tu, lakini si tu kwamba ndo ilikuwa siku ya kwanza kusikiliza hizi habari nzuri. Wow. Lakini nimeanza zamani, ambapo kuna rafiki yangu ambaye alikuwa ananifundisha, akawa ananifundisha, na alipokuwa ananifundisha nikamjumuisha mpaka na kakaangu ambaye yuko kule mjini, Abeli, na yeye kumbe akawa tayari alikwisha kumpokea Yesu. Na huko aliko sasa hivi anaendelea na yeye kumtumikia Mungu. Sasa na mimi nikawa natamani sasa niwe mtu mwema, mtu wa Mungu. Lakini sasa kuna changamoto ambayo ilijitokeza. Mama yeye nilipomgusia hakuwa tayari na hili, na badala yake alinilaani tu, alinitukana tu, na akataka nifukuze nyumbani. Lakini akaniambia tu kwamba vinginevyo niachane na hizi habari. Lakini si hivyo tu, kuna rafiki yangu ambaye ninategemea kuishi naye kama mume na mke, lakini bado hatujafanikisha, bado tuko kwenye maandalizi. Nilipomshirikisha pia jambo hili, na yeye kwa kweli alikuwa kinyume cha matamanio yangu. Na badala yake alikataa pia, akasema kama nataka sasa niwe mtu wa Mungu, basi na niwe tu sasa na huyo Mungu, lakini yeye nimwache kabisa. Kwa hiyo kama nikawa bado nina mawazo kwamba ikiwa nitaamua kuwa mtu wa Mungu, basi nitapoteza mama, nitapoteza ule uhusiano wa mimi na huyu mchumba wangu. Sasa tena nitaanza upya, hali ambayo itanitia hasara. Lakini sasa niliposikia siku ile wewe unahubiri, nikatamani kukusikiliza, na ndio maana nikaomba tukutane ili pia unifundishe kwa kina. Sawa. Ndio. Kuna swali ambalo nitakuuliza, lakini kabla sijakuuliza hilo swali, hebu kwanza tuangalie. Unajua, Yesu alipokuja hapa ulimwenguni, usidhani ya kwamba alikuja kuleta amani. Na nitatamani kujua maisha yako hapo nyuma alikuwaje. Lakini hebu ngoja kwanza tuangalie hili. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 10, kuanzia mstari wa 34 nitasoma mpaka 39. Kuna maneno ambayo Yesu alikuwa akiyasema baada ya kuja katika ulimwengu huu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa kuanzia 34 mpaka 39, Yesu alisema hivi: msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani, la, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Nikutie moyo, hicho ambacho kimekukuta kimewakuta wengi. Kuna wengi baada ya kuamua kumfuata Yesu walikataliwa na wazazi wao. Kuna wengi baada ya kumfuata Yesu walikataliwa na wachumba wao ambao walikuwa wanawapenda sana. Kuna wengi baada ya kupokea maisha ya wokovu walichukiwa na jamii. Na sio wewe tu wa kwanza, wapo wengi. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakieneza habari za Yesu waliuawa kikatili. Wengine waliuawa kwa misumeno, wengine walisurubishwa, wengine walichomwa kwenye miti ambayo imechongoka, wengine waliteswa sana. Kwa hiyo maisha ambayo unaanza kuyaona kwamba mchumba wako anakuacha, mama yako anakukataa, hayo yote yalikuwepo, yaliwapata. Sasa Yesu anasema hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Kwa hiyo ukimpenda mama yako kuliko yeye aliyesema tumfuate, unakuwa umstahili Mungu. Sasa ni kipi bora? Uache kumstahili huyu Mungu aliyekuumba na ambaye atakupa hatima ya maisha yako, halafu umsikilize mwanadamu? Neno la Mungu linasema apendaye baba au mama kuliko yeye hamstahili. Na nasema hivi, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, lakini mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yake ataiona. Ni kwa mfano lile fungu linalosema, linatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukiendelea kutenda dhambi katika maisha yako, hatima yako ni upotevu. Yaani umeiona nafsi yako
mwisho utaipoteza. Ndio hilo neno la Yesu alikuwa analisema kwamba mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, lakini mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu, yani kwa ajili ya Yesu, ataiona. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, uwe tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Usije ukakubali kumwacha Yesu eti kwa sababu ya mama yako, au kwa sababu ya mchumba wako, au kwa sababu ya ndugu zako, au kwa sababu ya watu wanaokuzunguka. Hapana. Nisikilize fungu lingine katika Mathayo hiyo sura ya 10 mstari wa 28. 28 anasema hivi. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 28 anasema hivi: msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Kwa hiyo hata kama mtu akaja anasema nataka nikuue, mwache Yesu, mwache, usikubali. Kuwa tayari kufa. Ni wengi sana ambao walikubali mpaka kufa kwa sababu ya kutetea Yesu. Kwa hiyo hawakukubali kumwacha mpaka wakafa. Hivi vipi maisha yako huko nyuma yalikuwaje? Kwa hakika mimi toka nianze kujitambua nilikuwa sijawahi kabisa kukutana na hizi habari. Na japo huwa tunaona watu siku ya Jumamosi huwa wanaenda kanisani kusali, tulikuwa tujui kwamba zaidi wanafanya nini huko, japokuwa tulikuwa tunajua kwamba wanaenda kusali. Japo nilikuwa sijui sana umuhimu wa wanachokifuata huko. Ndiyo, lakini sasa ndipo ambapo nikaja nikakutana na Gaston, akanifundisha habari za Yesu. Na mimi nikavutiwa kuwa na Yesu. Wow. Japo pia kwa mujibu wa familia yetu kwa ujumla, kwa sasa nina mimi na kaka yangu Abeli, yeye anafanya kazi mjini, lakini pamoja na mama yangu ndio tuliosalia katika familia yetu. Na familia yetu kwa ujumla sio ya watu wa Mungu. Ni watu ambao tupo tu tunaishi kwa kawaida, na tunaamini katika ulinzi wa kujilinda binafsi, na ndipo tunapewa dawa, tunachanjwa ili kujiwekea ulinzi. Ndio, kwa hiyo tumeishi hivyo. Kwa hiyo tu ndio historia kwa ufupi ya maisha yetu na familia yetu. Jamani, lakini nikupe tu hongera. Uchaguzi ulioufanya ni bora, ni mzuri, unapita chaguzi zote ambazo ungezifanya hapo kabla. Na hakika ninakuhakikishia tangu sasa maisha unayoenda kuyaishi kwa kumwamini Yesu, hayo yatakuimarisha na utakuwa na amani katika maisha yako. Lakini nikupongeze sana kwa maamuzi na kwa uchaguzi ambao umeufanya. Ni mzuri mno. Siwepo hata tena yeyote yamkini akaja kukushawishi kwamba umefanya uchaguzi ambao sio mzuri, usikubaliane naye. Uchaguzi uliofanya ni mzuri kupita chaguzi zote. Kwa hiyo ninakutia moyo, utaona mabadiliko na maisha mazuri utakayoanza kuyaishi, na yenye amani tofauti na ulivyokuwa unaishi mwanzoni. Wanangu, kateni majani haraka haraka. Ng'ombe kule wana njaa. Alafu pia kuna mbuzi, inabidi tukate mengi. Jitahidini. Alafu Jovini, pakia vizuri majani hayo, maana inabidi upakie mengi, maana ng'ombe na mbuzi wote wanahitaji majani. Haya, mwingine anakuja kukusanya haya huku ambaye nimeshakata huku. Haya baba. Kateni, mnajua ng'ombe akichinjwa, naona kuna wale wanakimbiliaga sana nyama ile ambayo na nani. Kwa hiyo kateni vizuri ili nikichinja ng'ombe pale tunakula vizuri.
si kwa wote tunajifunza neno la Mungu? Ndiyo baba mtumishi, ndo mimi ambaye nilikuja kwako jana tukajifunza, ukanifundisha. Lakini mbona leo umekuja umebeba mabegi, tunaona nguo nyingine hata hazijaingia kwenye begi. Mbona umebeba hivi kwa siku ya leo? Mtumishi, nilipofika nyumbani nikamwelezea mama nimefukuzwa, nimeambiwa kwamba nije kwako, niishi kwako.